Ni mgeni rasmi katika tukio hili lililoandaliwa na Umoja wa Maafisa Elimu Kata Tunduru kwa ajili ya kuwasilisha andiko lao la kwa namna gani mfuko wa elimu wilaya Tunduru unaweza ukaongeza mchango wake katika elimu kwa kusaidia moja kwa moja katika utekelezaji wa taaluma darasani, tofauti na sasa ambapo kwa kiwango kikubwa unatumika katika uboreshaji wa miundombinu na samani. Makamu mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Tunduru, waheshimiwa madiwani wote ambao mliopo, afisa elimu wa awali na msingi, afisa elimu sekondari, makatibu wa wabunge wetu wa majimbo yote mawili ya Tunduru Kaskazini na Tunduru Kusini, wageni waalikwa, maafisa elimu kata, asalamu alaykum. Basi kama ratiba inavyotuongoza, leo ni siku yetu muhimu ya kuweza kuwasilisha andiko letu hili mbele ya viongozi wetu ambao ni viongozi wa baraza la madiwani. Ndugu viongozi, andiko letu hili ni chimbuko la tathmini ya elimu iliyofanyika wilayani Tunduru mnamo tarehe 2 mwezi wa 12, ikiwa inachambua matokeo ya darasa la 7 kwa mwaka wa 2025. Zilikuwa hoja mbalimbali ambazo wajumbe waliziainisha kama changamoto za kutufanya Tunduru tushindwe kusonga mbele, lakini kulikuwa na mapendekezo ya kwamba ufanyike utafiti kwa kuwa tayari tunao mfuko wa elimu, ili kuona ni kwa namna gani huo mfuko wa elimu unaweza ukachangia katika kuzikabili baadhi ya changamoto. Na changamoto kubwa zilizokuwa zimebainishwa ilikuwa ni pamoja na ukosefu wa samani darasani unaowafanya wanafunzi wakae chini, lakini wawezeshaji kwa maana ya walimu. Kwa hiyo utafiti huu au andiko hili lilijikita kuweza kufanya tafiti katika hayo maeneo yote. Kwa sababu ya muda tutapita kwa ufupi, lakini viongozi wote mtapata nakala za kuweza kujipitia kwa kina, na tutatoa pia fursa kwa mahali ambapo hapajaeleweka kuweza kupata ufafanuzi. Lengo la tafiti hii ilikuwa ni kujua maeneo ambayo yanafanya vizuri kwa wilaya ya Tunduru na nje ya wilaya ya Tunduru, na sababu zipi zinapelekea kufanya hivyo ukilinganisha na maeneo yanayofanya vibaya wilaya ya Tunduru na sababu za kuwa hivyo. Tathmini ya matokeo ya darasa la 7 2025 inaonyesha hali ya matokeo kutokuwa nzuri, na hali imejitokeza mara kwa mara na ufumbuzi kutopatikana, licha ya kuwajibisha viongozi wanaosimamia elimu ikiwemo wakuu wa shule, maratibu au maafisa elimu kata na walimu kwa ujumla. Tuna kiambata au rejea yetu ya matokeo ya 2022, 2023 na 2024 pamoja na 2025. Katika rejea yetu hii 2022, jumla ya watahiniwa 10,197 waliweza kufanya mtihani, na kati ya hao watahiniwa waliofanya mtihani walikuwa ni 9,779. Kati yao hao waliofaulu walikuwa jumla yao ni 5,899, ambapo ufaulu wa halmashauri ulikuwa ni 60.3%, na halmashauri ya wilaya ya Tunduru ilikuwa ni ya 7 katika halmashauri 8 kwenye mkoa wa Ruvuma. Mwaka 2023 jumla ya wanafunzi waliofanya mtihani walikuwa ni 9,007, na kati yao waliofaulu ilikuwa ni 4,997, sawa na 53.2% ya ufaulu, na halmashauri ya wilaya ya Tunduru ilikuwa ya 8 kati ya halmashauri 8 kwenye mkoa wa Ruvuma. Mwaka 2024 jumla ya watahiniwa 7,589 walifanya mtihani, na kati yao waliofaulu jumla yao ilikuwa ni 4,787, sawa na 63%. Wilaya ya Tunduru ilikuwa nafasi ya 6 kati ya halmashauri 8 kwenye mkoa wa Ruvuma. Mwaka 2025 ambayo ni matokeo ya mwaka jana, jumla ya watahiniwa waliofanya mtihani huu walikuwa ni 7,031, na kati yao watahiniwa 3,592 waliweza kufaulu mtihani huo sawa na 51.08,
kufanya halmashauri ya wilaya ya Tunduru kuwa ya 8 kati ya halmashauri 8 kwenye mkoa wa Ruvuma. Kwa hiyo ukiangalia ufaulu wetu kama halmashauri kwa miaka hii minne, wastani wake si zaidi ya 56.75, na nafasi yetu kimkoa katika awamu zote ni wastani wa nafasi ya 7 kati ya halmashauri 8. Sasa bado inatupa picha kwamba hali yetu sio nzuri na tuna jambo la kuendelea kufanya. Utafiti wetu pia uliyapitia shule walau za msingi zinazofanya vema, ambapo tulipita kwenye shule ya Mkwaju, ya Muhuri English Medium, Sauti Moja, Lukumbo pamoja na Katumbi. Hizi ni shule ambazo zinafanya vizuri. Ukiangalia nafasi ya shule Mkwaju ni nafasi ya kwanza, Jamhuri ya pili, alafu yaani kwenye miaka hii ni miaka tofauti. Jamhuri ilikuwa ya kwanza, Mkwaju ilikuwa ya kwanza kwa mwaka ule 2022, Jamhuri ya pili, Sauti Moja ya 3, Lukumbo ya 4 na Katumbi ya 5 kwa mwaka ule 2022. 2023 Mkwaju ilikuwa ya kwanza, Jamhuri ya pili, Mbarikiwa ya 3, Mitwana ya 4 na Masimba ya 5. Mwaka 2024 nafasi zimebadilika pia. Mkwaju ni ya kwanza, Jamhuri ya pili, Chikole ya 3, Semeni ya 4, Molandi ni ya 5. Shule ambazo zimejitokeza 5 bora miaka mitatu mfululizo ni shule 2 tu. Hii inatupa picha kwamba hizi shule zingine, pamoja na kwamba mara chache zimekuwa zimetokea kwenye 5 bora, lakini zina changamoto zinazofanya zishindwe kusimama katika nafasi kama tulivyoona kwa Jamhuri pamoja na hii shule ya Mkwaju. Tulifanya pia sampuli kwa shule ambazo zimefanya vibaya kwa miaka hiyo ambayo imetajwa hapo juu. Mwaka 2023 shule ya Msinjili ilikuwa ndo ya mwisho, ikifuatiwa Chagila, Msinji, Marungula na Kitau. 2024 kulikuwa na shule ya Legeza Mwendo, Mkasale, Chikomo, Batamila na Fundimbanga. 2025 tuna Ndenyende, Mamboleo, Lelolelo, Msamala pamoja na Mpanji. Bado pia hapa panatupa picha kwamba shule ambazo zimejitokeza 5 duni kwa miaka mitatu mfululizo, hakuna shule iliyojitokeza kwenye 10 au 5 dhaifu mfululizo kwa kipindi hicho chote. Kwa hiyo bado pia tunaweza tukaangalia kwamba ziko sababu, na sababu zinaweza kuwa ni idadi ya watoto katika mwaka husika, idadi ya walimu waliokuwepo kwa mwaka husika, na wale kwa sababu kuna kuhama kustaafu, wanapoathirika na matokeo ya shule husika pia athirika. Ambazo zilielekezwa, changamoto ni nyingi. Kwanza, wilaya inakabiliwa na upungufu mkubwa wa walimu, ambapo mahitaji ya walimu ni 1802, waliopo ni 1076 na upungufu ni 726, sawa na 40% ya upungufu. Lakini tuna changamoto ya wimbi kubwa la walimu kuhama halmashauri ya wilaya ya Tunduru baada ya kupata ajira na kuthibitishwa. Mfano, Januari hadi Novemba 2025 wamehama jumla ya walimu 34, na wengi wao ni wale walioajiriwa na kuthibitishwa kisha kuhama. Lakini upo utoro wa wanafunzi, upo mwamko mdogo kwa baadhi ya jamii kuhusu elimu. Lakini 5, upo kuwekeza katika maarifa ya walimu na viongozi licha ya kuwa mabadiliko makubwa ya mitaala, jamii na mazingira, kwamba kutokuwekeza kwa maana ya kwamba zile refresher course ambazo zinatakiwa ziandaliwe kwa walimu pale yanapotokea mabadiliko, bado katika halmashauri yetu hazijapewa nguvu kubwa, zinafanyika uwezeshaji au ufinyu wa bajeti. Kwa hiyo jambo pia linaendelea kuathiri utendaji mahala pa kazi. Lakini ajenda nyingine au changamoto nyingine iliyokuwa imeainishwa ni mchango wa elimu, ambao ni mfuko wa elimu shilingi 30 kutokana na mazao ya biashara, kuwekeza kwenye miundombinu tu na si kwenye taaluma. Lakini pia kulikuwa na wadau mbalimbali, kampuni au wafanyabiashara na mashirika yasiyo ya kiserikali kutotoa michango kuhusu kuendeleza elimu na kutokuwa na mfumo maalum wa huduma zitolewazo
na kampuni kurudisha asilimia kwenye huduma za jamii ikiwemo elimu. Ziliainishwa pia mapendekezo, lakini kwa sababu andiko letu linahusu sana kama ya walimu, nipite kwenye eneo hilo kwa sababu taarifa zingine tutazisoma. Kwenye eneo la kama ya walimu ilipendekezwa kwamba kuandika andiko maalum kwenda serikali kuu kwanza juu ya hali hiyo, na waheshimiwa wabunge kusimamia andiko hilo tu mara linapowasilishwa serikali kuu. Hii ilikuwa ni la kwanza. Lakini la pili, kuhamasisha walimu wa kujitolea kwa kulipa posho. Wahusika ilikuwa ni pamoja na dedi, ofisi ya elimu msingi na sekondari, pamoja na baraza la madiwani. Lakini kwenye utoro, kwa sababu tuko na mwenyekiti wa halmashauri, uliainishwa kwamba mkakati uwe kuimarisha michezo shuleni na wahusu walimu kushirikiana na uongozi wa kijiji, kata kuweza kuchukua hatua. Ikama ya walimu isipungue 9 kila shule, ili wanafunzi muda wote wawe na walimu. Wahusika walitajwa. Baada ya kusema haya, hakuishia tu kwenye zile zilizoainishwa kama changamoto kwenye uwasilishaji wa tathmini ya hali ya elimu iliyofanyika pale Skyway, lakini liliandaliwa dodoso maalum la kuwahoji baadhi ya wadau wa elimu kuona uelewa wao juu ya mfuko wa elimu. Dodoso hili lilikuwa na maswali. Eneo la kwanza lilikuwa na maswali 7, ambapo swali la kwanza liliuliza, je, unadhani mchango wa mfuko wa elimu unatosha kumaliza changamoto zote za kielimu? Kulikuwa na ndio au hapana. Namba 2, hali ya elimu Tunduru kuwa duni kwa kipindi cha miaka 4 na kuwa inajirudia miaka mingi. Je, unadhani mchango au mfuko wa elimu unaweza kusaidia katika kuboresha elimu Tunduru? Jibu lilikuwa atoe ndio au hapana. Na kama jibu ni ndio, kwa namna gani mfuko wa elimu unaweza kuboresha elimu Tunduru? Swali la 4 lilikuwa, je, unadhani kuwa kuna haja ya wadau wengine na kampuni zinazohudumia ushirika kuchangia huduma za jamii ikiwemo elimu? Swali kwa pia ni ndio au hapana. Kama jibu ni ndio, waorodheshe wadau na kampuni mbalimbali zinazotoa huduma kwenye mazao ya biashara ambazo wananchi wanakatwa kuchangia elimu na wao wanavyoguswa kuchangia elimu. Swali la 5 lilikuwa, unadhani michango ya kampuni zinazoshiriki kazi kwenye ushirika zielekeze kwenye kusaidia kifungu kipi kati ya vilivyoorodheshwa hapo chini? Kuna vifungu vilikuwa vimeorodheshwa, aweze kuainisha. Na 6, moja ya changamoto kubwa inayokabili wilaya ya Tunduru ni kama ya walimu, ambapo mahitaji ya walimu ni 1802, waliopo ni 1076, upungufu 726, sawa na asilimia 40. Upungufu huu na shule nyingi wilaya ya Tunduru zina walimu chini ya 8, ambapo inapelekea kila siku na kila kipindi kuna darasa au madarasa yanapoteza vipindi kwa lazima. Rejea kiambata hapa chini. Kulikuwa na kiambata, idadi ya shule za serikali ni 154, shule ambazo zina walimu 8 na kuendelea ni shule 44, sawa na asilimia 25. Shule zenye walimu 7 ni shule 20 sawa na asilimia 12.9. Shule zenye walimu 6 ni 18, sawa na asilimia 11.6. Shule zenye walimu 5 ni 35, sawa na asilimia 22.7. Shule zenye walimu 4 ni 22, sawa na asilimia 14.3, na shule zenye walimu 3 ni 9, sawa na asilimia 5.8. Shule zenye walimu 2 kwa wakati huo andiko linaandikwa zilikuwa 2, sawa na asilimia 1.3. Takwimu zinaonyesha shule zenye walimu zaidi ya 8 kuendelea inawezekana kwa wakati mmoja madarasa yote yakawa na walimu ni shule 44, sawa na asilimia zilizotajwa hapo juu. Shule zenye walimu 7 na chini ya 7 ni 110, sawa na asilimia 71.5. Hivyo shule hizi zinapoteza vipindi kila siku kwa lazima. Tunapozungumzia kupoteza vipindi kila siku kwa lazima, ni kwamba walimu wote wapo na wote wako darasani,
lakini kuna darasa linalazimika likose mwalimu. Yaani mwalimu hajaenda mjini kufuatilia chochote, yuko darasani, ila kuna madarasa yanakosa vipindi kwa sababu hawawezi kuwa mwalimu mmoja kwenye madarasa zaidi ya moja. Hivyo shule zote angalau zingekuwa na walimu 8. Ili shule zote ziwe na walimu 8, inatakiwa tupate walimu wa ajira za muda 262. Je, unakubaliana kuwa sehemu ya mfuko wa elimu ichangie kuwapa posho katika kuwapatia walimu hao wa muda, ili angalau kila shule iwe na walimu 8 kuzuia upotevu wa vipindi wa lazima? Wakati tunasubiri utatuzi wa jumla kupata walimu 706 kutoka serikali kuu, kulikuwa na jibu la ndio au hapana. Kulikuwa na changamoto zingine za miundombinu ambazo zimeainishwa, na tunajua jitihada kubwa zinafanyika na halmashauri lakini pia serikali kuu. Lakini swali la 9 lilikuwa linasema, kama unakubaliana na changamoto hizo, unadhani mfuko wa elimu una haja kusaidia kupunguza changamoto hizo, ndio au hapana? Kulikuwa na kielelezo namba 10, kama ndio na mapendekezo yako kuhusu huo mfuko, toa mapendekezo yako kuhusu mgawanyo wa namna ya mfuko wa elimu utakavyoweza kusaidia kupunguza changamoto hizo. Kulikuwa na eneo la miundombinu, samani, uwezeshaji wa elimu wa kujitolea, uwezeshaji kambi za taaluma, elimu ya amali, elimu maalum, usimamizi na ufuatiliaji, alafu kulikuwa na jumla. Hizi zilikuwa ni dodoso ambazo wadau ambao walipitiwa waliweza kuzijaza ili kutusaidia kuweza kufikia hitimisho la kila ambacho tulikuwa tumekikusudia. Lakini kulikuwa na dodoso la ukusanyaji takwimu na maoteo ya uzalishaji wa stakabadhi ghalani. Kwa kuwa mfuko wa elimu kwa kiwango kikubwa unategemea fedha zake kutoka kwenye makato kwenye mazao yanayozalishwa Tunduru na kuuzwa kwa stakabadhi ghalani. Kwa hiyo kulikuwa na dodoso pia lililohusu ukusanyaji wa takwimu za maoteo katika mazao ya stakabadhi ghalani. Kulikuwa na maswali hapa mengi, lakini kubwa zilikuwa ni hizo takwimu, ambapo katika marejeo ya takwimu tulizopata endelee na hiki kipengele cha uwasilishaji wa takwimu za uzalishaji, lakini pia kila ambacho baada ya kufanya majumuisho ya dodoso letu tuliweza kukipata. Karibu. Naomba niendelee pale ambapo ameachia mwenzangu. Sasa hivi nitakuja kutoa kile ambacho tumekipata ambapo tumeenda kule field katika maeneo yale ambayo ameyachambua mwenzangu. Kitu ambacho tumekipata kule field baada ya kufanya utafiti, hasa ikilenga kwenye eneo hilo la mfuko wa elimu, lakini na changamoto zote kwa jumla kulingana na yale madodoso ambayo wenzangu wameyasoma. Sehemu ya kwanza, Mheshimiwa Mwenyekiti, tunapofika kule site utakuta na changamoto zifuatazo. Kwanza, uwepo wa baadhi ya vijiji kutokuwa na shule, hivyo watoto wengi kutembea umbali mrefu kwa shule na kuchelewa, na vipindi kila siku vinaanza zaidi ya saa 3. Lakini changamoto nyingine kama ya walimu ni ndogo kulinganisha na mahitaji, ambapo mahitaji ya walimu ni 1802 na waliopo ni 1076, pungufu ni 726 sawa na 40% ya pungufu huo, ambapo tukabaini shule zaidi ya 110 tulizozitembelea kwa kutumia direct na indirect, ambapo tukagundua hizo shule zote zinapoteza vipindi jumla 71%. Kila baada ya dakika 40 vipindi 71% vinafanya nini? Vinapotea. Kwa jumla shule 110, na zile shule zinapotea kwa lazima awepo DO, awepo mkurugenzi, awepo mwenyekiti, sisi tukawepo pale wote, vile vipindi lazima vipotee. Tukabaini hizo shule zipo 110. Kama alivyosema, kwa sababu gani? Ziko shule zina walimu watatu, madarasa yako 8, kwa hiyo automatic walimu watatu watakuwa kwenye madarasa matatu, na madarasa mengine bila walimu na uwezo kufanya jambo lolote katika. Lakini pia kutokana na mabadiliko ya mitaala, shule nyingi za sekondari kukosa walimu wa masomo mapya ya mitaala
unaotekeleza ikiwemo somo la business studies na baadhi ya shule kukosa walimu wa somo la English ikiwemo Mtutua sekondari, ikiwemo kwa mwenyekiti pia, lakini na Masakata sekondari. Tulikuwa hiyo changamoto ambapo tukasema kama tu sekondari mitaala inafundishwa kwa kutumia lugha ya Kiingereza, alafu mwalimu wa Kiingereza mwenyewe hayupo, tukasema hapo tija itakuwa changamoto zaidi. Lakini jumla ya wanafunzi 2747 tulikuta wanakaa chini, 2247 wanakaa chini kwa kipindi chote cha masomo, sawa na asilimia 35.5, ambapo mahitaji ya madawati ya awali msingi ni jumla ya madawati 26399 yaliyopo ni 17039. Upungufu huo ni sawa na madawati 8240. Yakipatikana madawati 8240, maana wanafunzi wote wa shule la msingi watakaa kwenye madawati. Lakini tuendafili pia tumekuta jumla ya wanafunzi 35370 wanajisaidia nje kwa sababu ya upungufu wa matundu ya vyoo, sawa na asilimia 46.7, ambapo mahitaji ya matundu ya vyoo yalikuwa 3211 yaliyopo ni 1711, upungufu ni 1572. Lakini pia tulikuta jumla ya wanafunzi 3975 hawana madarasa ya kusomea, sawa na asilimia 40, ambapo mahitaji ya madarasa ni 1575 na yaliyopo ni 1110, upungufu ni madarasa 755. Lakini tulikuta pia jumla ya walimu 1233 hawana nyumba za ambapo hutumia kupanga, na maeneo mengine hakuna hata nyumba za kupanga, napo inakuwa changamoto hiyo. Tulikuta pia jumla ya walimu 129 hawana vyoo shuleni, sawa na 37, ambao mahitaji ni mafunzo 359 na yaliyopo 239. Lakini pia tulikuta uwepo wa shule kubwa zenye mrundikano wa wanafunzi wengi, ikiwemo shule ya msingi Nanjoka, shule ya msingi Muungano, shule ya msingi Extended na Miungo pamoja na Mjikoti. Mheshimiwa Mwenyekiti, baada ya kubaini hizo changamoto katika maeneo hayo 10, tukasema baada ya kuona madodoso kuendelea kudodosa, sasa tukasema sasa utekelezaji wa andiko hili la mradi juu ya mchango huo mfuko wa elimu au wadau katika kufuatilia andiko hili la mradi na kushauri mfuko wa elimu ili kuboresha elimu tunduru, ukitanguliwa na maazimio ya kikao cha tathmini ya elimu kitafanyika pale cluster, ambapo pendekezo mojawapo la kwanza tukasema fedha ya mfuko wa elimu iangalia sehemu zote ikiwemo miundombinu, samani, taaluma, content, kwa maana ikiwa pamoja na kutenga kiasi kila mwaka kwa ajili ya kusaidia kulipa posho za walimu wa kujitolea. Lakini jambo la pili, katika kutoa mtazamo huo wa kutenga posho, baada ya kuendelea kufanya evaluation hile, tukagundua kwamba ili kufidi ile changamoto ya walimu 262 ikitengwa tu japo hata shilingi 4 kati ya zile ambazo wanachangia mfuko wa elimu, inaweza kusaidia posho ya walimu wanaojitolea, na kwamba shule zote zenye walimu chini ya 8 na shule za sekondari kukosa baadhi ya walimu wa masomo ya sayansi, English pamoja na masomo ya biashara, itakuwa tumeshaweza kutatua na wanaotoka maeneo husika ya jirani, ili kuepusha ile changamoto ya mtu anakuja na kufanya nini na kuondoka, na hao ambao walikuwa jirani kwa kile posho ambao wanalipa ilikuwa ni reasonable, inaweza kusaidia. Mheshimiwa Mwenyekiti, wakati tunaendelea kufanya tafiti, tukaangalia zile shule ambazo tayari walishapewa mfano wa walimu wale wanaojitolea, ili tupate kiwango kipi ambacho wanawalipa, je, wanakuwa certified. Tukapita na Njoka tukakuta wako walimu 5 ambao wanajitolea pale walimu 5 walikuwa wanalipwa kiasi cha shilingi 50,000, 80 mpaka 100,000. Lakini mkuu wa shule chanzo cha kile pesa anatoa wapi? Kwenye fedha za ruzuku. Sasa kama fedha za ruzuku yeye anapokea shilingi 826 kwa mwezi. Kwa walimu wale 5 ukilipa shilingi 100,000 anatumia shilingi 500,000. Katika 800,000 anabaki na shilingi 300,000. 300,000 atabaki kuendesha shule? Haiwezi. Hiyo ni shule za mjini. Lakini tunapoenda kule kwetu Chikole na Likweso, shule inapokea shilingi 80,000 na 100,000. Mtafute mwalimu wa kujitolea pale, atamlipa shilingi ngapi? Tukasema tukiachia mzigo shule hataweza kumudu hilo jambo, ambapo ndipo tukasema tukaelekeza tuombe sasa msaada kutoka kwenye mfuko wa elimu.
na tafiti ikaonyesha wastani wa posho za walimu wa kujitolea baada ya kufanya tafiti maeneo yote, wastani wake wa posho za walimu wa kujitolea ni kati ya 100,000 na 120,000 hadi 150,000. Ikiwa tunahitaji walimu wa kujitolea 262, tutahitaji kutumia milioni 31,440,000 kwa mwezi, na tukitaka tuifanye sample ya miezi 6 tutatumia shilingi milioni 1,886,640,000. Hiyo tukifanya sample ya miezi 6. Na kwa nini nimeweka miezi 6? Kwa sababu hii hoja tunayoweka, alafu kwa sababu tunataka tupate impact ya matokeo ya mwaka huu. Tutaona tumetekeleza hizi, nyinyi kamati yetu, mheshimiwa mwenyekiti pamoja na kamati, kwa sababu nyinyi ndio wenye waamuzi, mtaunda tume kufanya utafiti. Je, limeleta mafanikio? Kama litakuwa limeleta mafanikio, basi liingia moja kwa moja kwenye nini, kwenye mfumo wa kila mwaka, tujue kwamba katika kifungu hiki tunatenga kwa ajili ya kusaidia hili jambo, ambapo tukasema tukitenga hiyo tuongeza na milioni 22 kwa ajili ya tume ya ufuatiliaji na usimamizi zaidi, itafika milioni 223. Aidha, kupitia mradi wa Global Fund Foundation, yaani nimetoa tena mfano baada ya kufanya research zaidi, kupitia tena mradi wa Global Fund Foundation kutoa ajira za walimu wanaojitolea nchi nzima, ambapo Tunduru kwa awamu ya kwanza tulifanikiwa kupata walimu 5 ambao hao walipangiwa shule ya msingi Imani, Chirungo, Misiaje, Ipanje pamoja na Mingo, na Global Fund wanalipa shilingi 300,000. Sasa nini mantiki yake hapa? Kama Global Fund wameliona hili lina umuhimu, na hata halmashauri kupitia mfuko wetu inawezekana nao lifanya nini muhimu ili kutatua hii changamoto. Lakini pia tukaelekeza katika hiyo tulikuwa tutenga katika posho na mfuko wa elimu katika kiwango hiki ili uweze kusaidia uwezeshaji wa kambi za kitaaluma. Tunduru tunabaini ili kutaka kuokoa matokeo, wakati mwingine tunakuwa na wale wanafunzi kuacha nyumbani wanafanya changamoto, kwa wanakuwa na kambi zao, wakati mwingine inakuwa uendeshaji wake ni mgumu sana. Kwa hiyo tunaomba pia hilo liangaliwe. Lakini changamoto ya haraka kabisa ile itatuliwe ni utengenezaji wa madawati ya hiyo 2840 ili watu wasikae chini, kwa sababu wanapokaa chini hawezi kupata elimu iliyokuwa iliyokuwa. Sasa tukienda tukimalizia na hiyo hoja ya msingi sasa, ambapo sisi tunataka ielekezwe kwa haraka ili tupate tija, tusolve tatizo la haraka la walimu, ambapo tunahitaji walimu 262 ili sasa vile visingizio vya kule walimu vifanye nini, vipungue. Tukaenda zaidi katika madodoso kutoa mwanga, tunaipataje na mahoteli sasa ya uzalishaji yapoje? Zao la kwanza ni zao la ufuta, zao la pili ni zao la mbaazi, na zao la tatu ni zao la korosho. Kwa msimu wa mwaka 2025 kwa zao la ufuta takriban kilo milioni 5,237. Kwa zao la mbaazi mwaka 2025 ni kilogramu milioni 17,317,218. Kwa zao la korosho 2025 ni kilogramu milioni 36,33,676. Ukijumlisha ule mwaka mmoja kwa mazao yote yanayoingia kwenye stakabadhi ghalani mpaka sasa ni kilogramu milioni 58,361,100. Kwenye ile ukitoa tu ile ya mfuko wa elimu tunapata 1,6 bilioni 1.6, ambapo sisi tunahitaji kutaka kutatua tatizo la elimu kwa haraka tupate jumla ya shilingi milioni 233,444,724. Tukipata hii milioni 233 na pointi hizi hapo katika ile bilioni 1.6, tunaweza kubaki bilioni 1.4 tunaweza kufanyia kwenye hizo maeneo mengine, ambapo tukitenga hii itakuwa hii changamoto ya walimu kujitolea tunafanya nini, tumeitatua. Wangu hiki hapa, naomba na sisi